إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. إخوة الإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون. بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة أماني kipenzi chake tukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ama maudhui ya khutba yetu ya leo, ndugu zangu katika iman, ni sual: nani aliyefilisika katika ummati wangu? Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwauliza maswahaba kwamba yuko aliyefilisika katika ummati wake. Ni nani haswa aliyefilisika katika ummati Muhammad? Bila ya kusahau kwamba sisi pia ni ummati Muhammad. Je, tuko katika hao watakaofilisika, au Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ametutenga na watu hao watakaofilisika? Tuwe pamoja katika hii khutba tuweze kujua mengi yenye kutuepusha na sisi kuwa wenye kufilisika. Na wenye kufilisika hakika basi ni hawa ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam atakaowataja. Na tumuomba Jalla Jalaluhu kwa mimbari hii ya khairi na siku hii ya khairi na saatul ijaba, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atutenge mbali na grupu kama hili. Ayuha almuslimun, enyi Waislamu, rawa Muslim في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حديثي iko katika sahih Muslim, la shakka fi hadithi, haina shaka. Hadithi imepokewa na sahabi aljalil Abi Huraira, ndiye ameipokea hii hadithi. Abi Huraira simulia sema, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amekaa na maswahaba zake. Qala, Mtume akasema kuambia maswahaba zake, akawauliza, ataduruna manil muflis? Mtume aliwauliza maswahaba, je, mnamjua mtu muflis ni nani? Auliza maswahaba zake, mnamjua mtu muflis ni nani? Maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walimjibu Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa wanavyojua. Wakamwambia, almuflisu minna man la dirham lahu wala dinar,
Muflis kwetu sisi tunavomjua ni yule ambaye aliyefilisika hana dirham wala dinari, na hizo ni pesa duni za Kiarabu. Yani mtu hana hata dirhamu moja, wala hana dinari, wala hana vyombo, yani hana chochote katika vitu vya kidunia. Ndiyo muflis tunayemjua sisi masahaba wasema. Lakini huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ataka kuwaelezea mengi masahaba wapate wafahamu, ili waweze kusimama katika barabara iliyokuwa ya sawa, ili wasiingie katika hili jopo ambalo litakuwa ni lenye hasara siku ya Kiyama. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaelezea, akawaambia, huyo ni muflis mnayemjua nyinyi tu wa kidunia. Na ndio lugha tunaotumia. Mfano leo tukimjua mtu alikuwa na nyumba, alikuwa na pesa, alikuwa ana gari, watu nasema kafilisika. Ndio lugha tunao itumia ya rahisi, kafilisika, kafifia. Lakini Mtume akawaambia, al-muflis minna, muflisi kwetu sisi, ama muflis wa hakika katika ummati Muhammad, man yati yawm al-qiyamati bi salati, ni yule aliyekuja siku ya Kiyama na swala zake 5 zimekamilika kabisa 100%. Mekuja na swala zake 5, swala zimekamilika 100%. Wasiyamin, amekuja na saumu yake imekamilika 100%. Alifunga vizuri saumu yake ya faradhi na sunna, saumu yake alifunga vizuri, na swala yake ya faradhi aliswali vizuri, na swala yake ya sunna aliswali vizuri. Wa zakatin, na zaka alitoa katika dunia, atakuja na zaka kamili 100%. Pesa yake haijawahi kupita mwaka bila ya yeye kutoa zaka. Hakuwahi kuwa bakhili katika hii dunia, alitoa kila kitu chake kamili. Swala akaja na 100, saumu akaja na 100, zaka akaja na 100, na ibada zingine kama haji na ibada zingine kuunganisha kizazi na ibada zingine kuwafanyia wazazi wawili wema. Yani mja huyu atakuja siku ya Kiyama kamili kakamilika, lakini bado jina lake linaitwa muflis. Kwa nini ndugu zangu? Mbona awe muflis wakati mtu kaja na swala yake 100, kaja na saumu yake 100, kaja na zaka zake 100, yote kakamilisha? Kwa nini mtu huyu aitwe muflis bado? Kwa sababu kuna jambo ambalo mja huyu kalifanya katika dunia, kayafanya katika dunia, pamoja na kwamba yeye amekuja baina yake yeye na Mola wake yuko kamili, lakini mja huyu kuna kitu ambacho hakukijua. Alikuja yeye baina yake yeye na Mola wake ni kamili, lakini akaja kwa Mola wake baina yake yeye na viumbe wenzake yuko nuksani, ni mpunguani, kapungukiwa. Kwa upande wa Mwenyezi Mungu kakamilisha swala yake, zaka, saumu, haji, kuunganisha kizazi, kuwatendea wema wazazi wawili, na ibada zozote zingine zenye kuvuta katika ibada za khairi. Alikuja kamili. Lakini Mtume asema mtu huyu wayati, atakuja siku hiyo ya Kiyama, waqad shatama hadha, hasa muamala wake kwa viumbe wenzake uharibika. Atakuja waqad shatama hadha, amemtukana huyu. Wa daraba hadha, amempiga huyu. Wa khadhafa hadha,
amemzulia huyu. Wasafaka dama hadha, amemwaga damu ya huyu. Huyo ni mtu kaja na swala kamili, zaka kamili, saumu kamili, haji kamili, ibada zake zote kamili, lakini muamala wake ni mbovu baina yake yeye na waislamu wenzake. Hakuitambua swala thamani yake na uzito wake. Kuja siku ya kiyama watu wamesimama katika mizani za haki zenye kuhukumu haki, aje ashtakiwe kwamba mbele ya mahakama ya Allah, Mungu, mimi huyu alinipiga, mimi nilikuwa mnyonge katika dunia, sijiwezi, lakini huyu yeye alikuwa ni jabari, mimi huyu alinipiga kwa mkono wake. Ambaye simama pale, aje mwingine amwambie Mungu, huyu alimwaga damu yangu, alitumia cheo chake kwenye kuimwaga damu yangu, na ushahidi uko pale. Wawajadu ma amilu hadira, watayakuta yale walioyafanya yote yako hadhir, yote yamesajiliwa, yako hadhir. Amemwaga damu yangu mimi huyu katika dunia. Wa khadhafa hadha, atakuja huyu mwingine amwambie Mungu, mimi huyu katika dunia kanizulia mimi nilifungwa jela mimi miaka 5 kwa ajili ya huyu kunizulia mimi, kwa ajili ya kunibandika kesi ya urongo ambayo mimi sikuwahi kuifanya. Mimi nimeozea jela, kitoka mke wangu alikufa, kija sikuwakuta watoto wangu, jela mimi miaka 7 miaka 10, kwa sababu alinizulia huyu, kanibandika kesi sio kuwa yangu. Huyu alifanya mimi nikatwe mkono mimi katika dola ya Kiislamu kwa kunisingizia kuwa mimi nimeiba, mkono wangu ukawa ni wenye kukatwa. Zote ni hisabu, ndugu zangu, tuogopeni, tuogopeni. Atakuja siku ya kiyama amshtakia Allah, huyo aliyekuja na swala na zaka na saumu na haji na kila kitu, huyu mimi kanizulia katika dunia. Wala Mungu si ule mtu akusema akafanya zote hizi basi wewe ukatwa mkono mmoja tu mara moja sema amemzulia. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Mungu hamdhulumu mja wake. Tutadhulumiana hapa mimi na wewe. Nikitaka kwenda kumshtaki ambaye kiasi mbavu zake ni nene, utanambia bro, angalia mara mbili unayemshtaki ni nani. Cheo, ana pesa huyu sharia imshiki ndugu yangu, utanikahi. Lakini mbele ya sharia ya Allah sote tuko sawa, sote tuko sawa. Mimi nikiwa maskini, wewe ukiwa tajiri, mbele ya haki. Allah sema wanadha'u almawazin alqista, ile mizani ya kuhukumu mema na kuhukumu mabaya, liyaumi alqiyama, siku ya kiyama itawekwa. Allah asema fala tudlamu nafsun shay'a, nafsi yoyote haitodhulumiwa chochote. Njoo na kesi yako ipate uamuzi. Wasafaka dama hadha, aje mwingine aseme huyu mimi alinipiga panga, alinipiga panga huyu, sababu ya mimi kutoweka dunia ni huyu. Niulizia kwa nini alimwaga damu yangu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fayu'khadhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Sasa hukumu huanza. Aliyepigwa huyu hapa kaja kashtaki, aliyezuliwa huyu hapa
kaja kashtaki. Aliyemwaga damu yake huyu hapa, kaja kashtaki. Aliyedhulumiwa huyu hapa, kaja kashtaki. Aliyekuja na swala na zaka na saumu na yeye huyu hapa. Mungu na mizani mewekwa hapo. Asema Mtume, fayukhadhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Nachukuliwa sasa zile swala zake, zaka, saumu, kuunganisha kizazi, kuwatendea wema wazazi wawili, zote zile zitakusanywa, agawiwe, wawe wanagawiwa. Yule ambaye aliyemwaga damu yake ambiwe chukua hiki, yule aliyepigwa ambiwe chukua hiki, huyu aliyezuliwa ambiwe na wewe chukua hiki. Huyu hapa amekuwa hana kitu, amekuwa muflis. Yani yale yote aliyoyapanga, mambo yake yameanza kuharibika pale pale, amekuwa muflis. Sasa Bwana Mtume asema, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma fihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma fihi, atakapomaliza mema yake akagawiwa, yule aliyepigwa, aliyedhulumiwa, aliyemwaga damu yake, yote yale watakapogawiwa kila mmoja kupawa chake, kabla an yuqda ma fihi, kabla hukumu haijatoka. Manake amali huku imeisha sasa. Sasa amali yake imeisha, lakini Mtume asema kabla hajahukumiwa kwanza, amali ikiisha kabla hajahukumiwa, bado kuna jambo lingine litafanyika. Ni jambo gani? Bwana Mtume asema, ukhidha min khatayahu. Sasa chukuliwa yale madhambi aliyepigwa, yachukuliwe madhambi aliyezuliwa, yachukuliwe madhambi aliyomwaga damu. Faturihat alayhi, abebesho yeye sasa. Thumma turiha fi nari, kisha achukuliwe moja kwa moja aende awekwe motoni. Huyo ndiye muflis wa hakika. Huyo ndiye muflis wa hakika ambaye Bwana Mtume alikuwa akiwaelezea. Ama huyu muflis wa kufilisika katika dunia mbili tatu, huyu haitwi muflis, kwa sababu leo Mungu kakupa, kesho kakupokonya, na kesho akitaka nakupa tena. Lakini huku ni kubaya. Wewe uje vipi na swala yako, alaka yako na Mola wako iko sawa, lakini alaka yako na kiumbe mwenzako haiko sawa. Ndio zikaja hadithi mbili, Mtume asema, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah. Jambo la kwanza mja atakalohukumiwa siku ya kiyama ni swala. Wanazuoni wakasema, kwa sababu hii jambo la swala ni baina ya mja na Mola wake. Kisha ikaja hadithi nyingine ikasema, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati ad-dima. Jambo la kwanza siku ya kiyama atakaohukumiwa mwanadamu mbele ya Allah ni kuhusiana damu. Sasa wanazuoni wakaleta hizo hadithi mbili, kwamba kwanza itakaohukumiwa siku ya kiyama ni swala, kwanza itakaohukumiwa siku ya kiyama ni damu. Wakasema swala kwa sababu ni baina ya mja na Mola wake, ama damu ni baina ya mja kwa mja mwenzake. Sasa huwezi leo mwanadamu wewe ukatengeza alaka yako kwa Mungu, kisha huku kwa waja wewe ikawa alaka yako ni mbaya, kwa sababu watu ndio mashahidi. Ilipita janaiza mbili. Janaiza ya kwanza ilivyopita, masahaba wakaitaja vibaya, Mtume akasema wajabat. Ikapita janaiza ya pili. Ilipopita, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia masahaba wakiitaja vizuri, Mtume akasema wajabat. Masahaba wakataka kujua Mtume hizi wajabat mbili anamaanisha nini. Akawaambia, ya kwanza muliitaja vibaya,
nikasema wajabat lahu an-nar, moto huyu ameustahili kwa sababu nyinyi mlikuwa mashuhudia matendo yake. Ya pili mliitaja vizuri, nikasema wajabat lahu al-janna, ameipata jana kwa sababu nyinyi wa antum shuhadaa ala nas, nyinyi ndio mashahidi wa watu katika hii dunia. Leo wewe Muislamu asisalimike kwa ulimi wako. Wangapi leo wamejenga alaka zao kwa Allah, lakini wamezivunja alaka zao kwa wanadamu wenzao? Wangapi? Uwe ni bosi wafanywa kazi, lugha unazotumia sizo, lugha ni chafu, lugha ni chafu, matusi paka ya nguoni, aweza kumtukania mtu paka wazazi wake wawili. Kuinua mkono kumpiga Muislamu mwenzako kwako ni rahisi, na hili Mtume alilikataa, na ndio akawa yuwafundisha maswahaba kwamba almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu wa kweli ni yule waislamu wenzake waliosalimika kwa ulimi wake na mkono wake. Yani ulimi wako usiwe unazungumza kwa sababu ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, wewe hutamki lolote isipokuwa kwenye mabega yako una malaika wawili wana hiyo kazi, raqibun atid. Ikiwa ni zuri wanaandika, na ikiwa ni baya vile vile wanaandika. Muislamu wa kweli ni yule uliosalimika mkono wake, mkono wake ukasalimika kwa Muislamu mwenzake. Leo watu wanapigana ovyo, dhulman, watu wanapigana leo. Mtu anampiga mwenzake kwa dhulma, hana hatia. Mtu amemwaga damu ya mwenzake kirahisi, kirahisi, bila ya kuzingatia kwamba hii ni hisabu. Juzi nasikia kuna kijana kamuua kijana mwenzake kwa ajili ya mwanamke, kampiga kisu, mwenzake kaaga dunia kwa ajili ni mwanamke. Na wanavyosema wasema mwanamke mwenyewe pia alikuwa hamtaki. Yani wewe hutakikaniwi, na mwanamke kasha kuambia mimi sikutaki. Wewe unapata ujasiri gani wa kuweza kuchukua silaha na kumwangamiza mwenzako ukawa ni sababu ya yeye kutoka duniani? Manake yote ni sawa. Walau angekuwa ni mke wako, tungesema bwana mke inauma, alitumia hasira. Lakini mwanamke, girlfriend wa kawaida, wamuua ndugu yako, ambao lau angesikia wewe umekufa angekuja akashajihisha janaza yako akakupeleka kwenye maziara yako, lakini alimuua. Na wangapi wanaotumia ghadhabu hizo leo wakawa wanaumizana? Ndugu zangu, ni hatari, ni hatari. Twafaa turudini nyuma, tuzingatieni. Vifo siku hizi vimekithiri, tena vifo ambavyo wallahi havina sababu, havina sababu. Mtu alilala vizuri, kaamka mara moja kafa. Tuweni na mazingatio, tuhifadhini ndimi zetu. Hizi ndimi hizi tuzihifadhini. Ndio Mungu akawa hutusukuma, waqulu linnasi husna, muambieni watu maneno mazuri, maneno mazuri, maneno ya kuzingatiwa. Uhuni na ukora hausaidii ndugu zangu katika imani, hausaidii. Leo vijana wameharibika kwa sababu ya uraibu.
Inavyompeleka kwake ni sawa. Vijana wadogo wanakosea watu wazima heshima bila ya kuzingatia. Na kifo hakina mtoto ndugu zangu, wala hakina mtu mzima. Ibn al-Qayyim asema fa inna aqalla man yamutu al-ashyakh wa akthara man yamutu ash-shubban wa lihadha yanzuru man yakbur. Siku hizi baba yule anayekwambia mtoto wangu utanizika, kumbe yeye baba ndiye anakuzika wewe mtoto wake. Tusikubali kuwa muflis. Alfajiri umeamka wewe, muadhini wa kwanza wa pili, usingizi umekubana vibaya, lakini ukasema la, madhali yuko Mungu juu yuaniangalia, mimi acha niamke. Ukamwapusha shetani, ukaingia chooni, ukaoga, ukatawadha, ukaja ukawahi jamaa. Leo wewe dhuhuri umelala, baada dhuhur kaja ukainuliwa na usingizi wa alasiri, na usingizi mkali ndugu zangu. Ndipo Bwana Mtume akasema hakuna swala mzito kwa ummati wangu kama swala ya alasiri. Umelala, usingizi umebana, lakini anakuja mtoto anakuinua adhana. Ukaacha usingizi wako mzuri, ukaja ukamsujudia Mola wako kwa ajili waogopa ghadhabu zake. Kesho wewe uende uwe muflis. Kwa nini? Kwa sababu ya ulimi, muamala wako mbovu kwa wenzako. Amiliana na wenzako vizuri. Tuwateni na mima. Fitna hizi za kwenda kuharibu nyumba za watu. Leo ndoa ngapi zimeharibika ndugu zangu kwa ajili ya fitna? Hapa na pale, huyo kasema ile, huyo kasema hiki, ndoa imevunjika. Leo mama na baba kwa watoto wamekosa radhi, sababu huyu kasema hiki, yule kasema kile. Huyu kaja kamwambia mzazi wake hivi, yule kaja kamwambia yule mwingine hivi. Muamala mbovu ndugu zangu. Na muamala ni kitu kizuri, na hili litokea kwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba ambaye ilikuwa ni 5 salawat akiswali na kila jambo alikuwa akifanya, siku hiyo amehudhuriwa na mauti. Watu wamekwenda pale wakawa humlakinia, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Jamaa masahaba wakakimbia haraka, wakaenda wakamweleza Mtume hii habari. Wakamweleza Mtume hii habari kwamba fulani hata kupiga shahada, ulimi hautoki. Mtume akatoka moja kwa moja akaenda sallallahu alaihi wasallam, akajua kwamba hapa kuna tatizo. Akamwita mzazi wake, akamwambia kuna shida gani? Yeye kwa upande wa Mungu alikuwa yuko vizuri, lakini muamala wake tuna mzazi imemsababisha yeye shahada kwake isitoke. Hii shahada unaipiga sasa hivi hapa kwa haraka haraka, lakini pale inakuwa ni vigumu. Na ndio Bwana Mtume akasema, lau mwanadamu siku ya kufa kalima yake ya mwisho ikawa ni shahada, ataingia peponi. Mulidhania ni rahisi? Mulidhania ni rahisi kwamba mtu mwisho wake ikiwa itakuwa ni la ilaha illa Allah ataingia peponi? Watu waliona ni rahisi, hata tusubiri wakati wa sakaratul mauti tupige. Haitoki ndugu zangu ikiwa wewe ni mbovu. Mtume akaenda pale, kumbe mzazi kapiga fundo kwenye tumbo lake. Kwa nini? Asema alikuwa haniheshimu. Akifanyaje? Asema kwanza akija yeye, kwanza yeye alikuwa akimfadhilisha mke wake. Kama ni nguo, kwanza mke atachagua ale matambara yakibakia mwambie, sasa enda kampelekea na mama yako naye achagua. Yule ni mzazi. Akitoka Mungu na mtume wake ni mzazi. Muamala mbovu. Leo wangapi leo
Watu wana siku ngapi hawajawaona wazazi wao? Watu wana siku ngapi hawajui wazazi wao walala vipi, wameamka vipi? Tuzingatieni jamani. Haya mambo ni ya kuzingatiwa, ili tuwapukane na hili janga la sisi kwenda kuwa muflis siku ya kiyama, wakati katika dunia tunajitahidi namna kujifua ili tuwe karibu na Mola wetu subhanahu tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al ayati bima fihi wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffaran. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية إنسه وجنه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة خلفاء الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله